I'll take one question from Zambia and another question from Tanzania. David, yes. Asante sana. Naitwa David Ramadhani na toka Channel 10 Dar es Salaam. Mheshimiwa Rais Magufuli, umezungumzia kwamba mmezungumza swala la maendeleo ya bomba la Tazama. Na umezungumzia kwamba wakati linajengwa lilikuwa na uwezo wa kusafirisha tani milioni 1.1 na sasa liko katika tani 600,000. Mmekubaliana nini kuhakikisha mnapandisha ifike katika kiwango chake cha awali cha tani milioni 1.1? So the question is, in your speech you said that the capacity for Tazama was 1.2 million tons, but now it has gone down to 600,000. What are the measures that you want to take to go back to the original capacity? This question will be going to President Magufuli. I would like to take the second question from Zambia side. Anybody from Zambia before I allow the President? Mheshimiwa Rais, karibu. Ndio, nimepokea hili swali la David Ramadhani wa Channel 10. Yeah, I have received that question. Jibu lake ni rahisi sana. The question is very simple. Kwa sababu hata Tazara tulipokuwa tukizungumza ilikuwa na uwezo wa kubeba tani milioni 5, imeshuka mpaka tani 128,000. Because even in Tazara, the same thing has happened. It had the capacity of 5 million tons, but now it has gone down to 122,000 tons. Kwa hiyo hata Tazama ni hivyo. So it is the same situation for Tazama. Lakini kwa swala la Tazama kidogo ni complex, kwa sababu inatokana na mafuta yanayohitajika Zambia. But for Tazama it's a bit complex because it depends on the amount of oil needed in Zambia. Inawezekana Zambia hawataki kutumia mafuta mengi sasa hivi. It's possible that Zambia perhaps do not want to use oil. Kwa hiyo mimi ni mshauri ndugu David Ramadhani ukafanye research kwa ya kutosha kule Zambia, kwa nini hawachukui mafuta ya kutosha. So perhaps I'll give the assignment to His Excellency to conduct a research or a survey to explain why they don't take enough petroleum. Lakini inawezekana ikawa sababu nyingine tofauti, kwamba ule uwezo wa mabomba yale kupampu mafuta ya kutosha umekuwa chini. Perhaps another reason might be the pumping capacity for the pipelines has gone down. Na hasa kwa sababu kwenye physics wanasema the smaller the area, the higher the pressure, and the bigger the area, the smaller the pressure. Yeah, I think you got the principle, the physics principle. Kwa hiyo inawezekana lile bomba labda limeshatengeneza leakage, kwa hiyo linatakiwa kufaniziwa rehabilitation. And perhaps there is some leakage in the pipeline, so it has to be repaired. Au inawezekana zile mashine zinazopampu zimekosa nguvu. And perhaps the pumping machines are no longer powerful. Na kama yalikuwa yale mafuta yanasafirishwa by gravitation katika maeneo mengine by gravitational forces, inawezekana labda kupampiwa mpaka yakafikie pale kwenye gravitational forces pamekuwa na matatizo. Perhaps in some parts the gravitational force was being used instead of the machines. So inawezekana hata mule ndani ya mabomba pakawa pameshaingia hewa ndani. And it's possible that there is air that has penetrated into the pipeline. Kwa hiyo pakawa na opposite pressure. Unapopampu mafuta kuna air ndani ambayo nayo ina pump the opposite. Kwa hiyo inatokea ile theory inayosema for every reaction there is equal and opposite reaction. So perhaps there is the vacuum which causes that principle to apply. Kwa hiyo factor ni nyingi zinahitajika kufaniziwa uchambuzi. So there are a number of parameters to look on. Kwa hiyo katika factor hizo zote ndio maana tumezungumza na Mheshimiwa Rais zitafutiwe solution. So in consideration of all those factors, that's why we have asked His Excellency to look. Na ndio maana Mheshimiwa Rais amechukua muda wake kuja Tanzania tuzungumze hizi factors zinazotuchelewesha kwenda mbele. And that's why His Excellency has taken a step to come to Tanzania so that we can look at these impediments. Kwa hiyo nina uhakika
kadiri tunavyoenda na kwa vile sasa tumekuwa involved wote katika kushughulikia hili na tunalichukulia seriously, nina uhakika haya mambo yatapata majibu haraka. So I'm very sure, because you have already decided to take a common solution, I'm very sure we'll reach a solution to these problems. Na mimi nataka nikuhakikishie David Ramadhani, haya matatizo yatakwisha. And I want to assure you, David Ramadhan, that these problems will come to an end. Kwa sababu tumeamua na ndio maana tuko hapa. Because we have decided, and that's why we're here. Ili kusudi hizi investment kubwa zilizofanywa kati ya Tanzania na Zambia zitumike vizuri kwa manufaa ya nchi zote mbili. So that these big investments between Tanzania and Zambia should be used for the benefits of the people. Kama kwenye Tazama napo kuna problem ya administration au management, nayo tutaishughulikia. And if there is a managerial problem at Tazama, we will also deal with that. Na ndio maana tumesema kama kuna sheria na regulation lazima tuzipitie haraka. And if there are problems, to revise. Ili hata kama tunaweza sheria ya eyes on and hands off zitumike ili kusudi tuweze kufanya haraka. So we can even use the eyes on, hands off laws so that we can fire people immediately. Kwa hiyo nataka kukuhakikishia tuko pamoja na Mheshimiwa Lungu, ndio maana aliitwa Lungu na Lungu huwa inapiga. So I want to assure that we are together, and that's why His Excellency Lungu is normally used for beating something or somebody. Kwa hiyo nina confidence na yeye, kwa hiyo we are really moving to the right track. So I'm not doubtful, and I'm sure that you are moving in the right direction. Asanteni sana. Thank you. Na mtazamaji wa TBC1, Rais amemaliza kujibu hapo swali aliloulizwa na mwandishi wa habari kutoka Tanzania. Na kwa hivi sasa kinachoendelea hapa, tumsikilize msema chochote na kisha tutarejea kuzungumza mawili matatu. With you again during our state banquet in the evening. Thank you so much. Naam, yamezungumzwa mengi hapa na viongozi hawa wa mataifa mawili kwa muhtasari, lakini ni mambo ambayo ni makubwa yakigusa sehemu muhimu za ushirikiano na uchumi wa mataifa haya, Tanzania na Zambia. Kabisa, ndio. Kwa sababu yale ambayo tulikuwa tumegusia zaidi, na pia kama alivyofafanua mwenyewe rais katika maelezo yake, amejaribu kuzungumzia kwa kina zaidi hata pale ambapo tulikuwa tunajihoji kwamba vipi kuhusu mikataba mingine. We will be having a photo session outside this building, outside this hall. So please, naona hilo lilifafanuliwa hapo kwamba baadhi ya mikataba mingine itasubiri kidogo, baadaye baada ya kupitiwa na delegation of Zambia, please we can start going. Baadaye watasaini mikataba hiyo iliyobaki, kwa sababu awali tulisema kwamba kutokuwepo na utiaji saini mikataba 4 au 5 ya makubaliano ya ushirikiano, baada ya kujiridhisha kwamba mikataba itakuwa na maslahi kote kwa pande zote mbili. Kwa hiyo ndio maana mkataba mmoja tu ndio ambao umesainiwa wa makubaliano, hususan katika upande wa Wizara ya Mambo ya Nje, hususan Wizara ya Nje ya Zambia na Wizara ya Nje ya Mambo ya Nje ya Tanzania, ndizo zilizotilia saini mkataba huo mmoja. Bila shaka yale maswali waliokuwa nayo watu kuhusu